Sasa ndugu zangu, nikawa najaribu kuvuta picha kwamba fikiria sasa ameshakamilika yale yote na uzuri wake ule wote, si kama inatengeneza kama utalii fulani hivi yana tukiangalia, unaona thamani, mkoa unazidi kuonekana, thamani, majengo mazuri. Kwa hiyo kwa kweli tunamshukuru sana sana Mheshimiwa Rais kutuletea fedha hizi ambazo zinaenda kutekeleza majengo haya kwa ajili ya kuboresha ofisi na makazi ya viongozi wetu. Lakini kwa kweli ni kushukuru TBA pia, umepata, tumeendelea kufanya kazi na wewe, hujawahi kutukwamisha. Kwa kweli hujawahi kutukwamisha, na sisi tunaahidi kwamba kwa upande wetu hatutakukwamisha. Basi cha msingi sana hapa ndugu zangu wakandarasi, sisi hatutakuwa sehemu ya kukwamisha. Mmefanya kazi, mnapata certificate. Yaani kwa maana mkisha raise certificate, basi process ya malipo inafanyika kwa wakati. Niombe sana kwamba ndugu zangu tuzingatie muda. Tuzingatie muda wa kufanya kazi. Tusingependa sisi tukaanza kukwaruzana. Tukaanza tena kupeana kazi. Kuna mshauri mmoja tulimpa kwenye jengo moja. Kwa kweli alitukwaza. Kwa sababu wakati mwingine alikuwa kutekeleza kazi yake hatekelezi. Mpaka sasa sisi tunaingia tena tunaanza kuwasiliana sasa na wakandarasi, sasa hapa pakoje? Tusingependa kukwazana tafadhali kwenye eneo hilo. Kila mtu atimize wajibu wake. Sisi kwenye wajibu wa fedha kwamba mpate fedha kwa wakati, tutatimiza wajibu wetu. Mshauri wetu atimize wakati kazi yake kwa wakati na wajibu wake. Lakini wakandarasi mtimize kwa wakati wajibu wenu. Nadhani tukienda hivi, serikali inaendelea kuleta miradi mbalimbali. Unakuta kwamba tunapomaliza jambo hili, tunapongezana wote, tunakabidhiana vizuri. Sio tunakabidhiana na sasa kwa kweli kama yule haturudii tena, tunaanza kujuta. Hapana, tusifike huko tafadhali sana ndugu zangu. Lakini tuzingatie thamani ya fedha. Katika kila jambo tunalofanya, hebu tuzingatie thamani ya fedha ya majengo haya tunaenda kuyajenga. Kwa hiyo otherwise management, sisi tutakuwa msingi ukianza, kila hatua tunaenda kuangalia kama nilivyosema kwamba ndugu zangu, kuna vitu vingine sisi tunaweza tusivione vizuri pale kwenye ramani, sijui imefanyaje, ila kitu kinapoanza ndio unaweza kusema kwa nini hapa pasingekaa hivi hivi, maana tusifike mwisho ndio tunaanza kusema hii mbona hii haikutakiwa kabisa. Sasa huwezi kubomoa, huwezi kufanya marekebisho. Kwa hiyo nadhani sisi step kwa step tutaendelea kutembelea na tutaendelea kushauriana. Tumemtambulisha na kumkabidhi site mkandarasi vikosi vya ujenzi au Corporation Soil Works Superintendent, ambaye mkandarasi huyu anakwenda kutekeleza mradi wa ujenzi wa ofisi ya mkuu wa wilaya Tanganyika kwa gharama ya shilingi bilioni 4 na milioni 95, ambapo mradi huu nao pia unategemea kukamilika tarehe 30 Novemba mwaka 2027. Lakini pia tatu, tumemtambulisha na kumkabidhi site mkandarasi Helian Investment kutoka jijini Dar es Salaam, ambapo mkandarasi huyu anakwenda kutekeleza mradi wa ujenzi wa nyumba ya makazi ya mkuu wa wilaya ya Mpanda, nyumba mpya na ya kisasa, ambapo nyumba hii inaenda kutekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 1 na milioni 350. Mradi huu pia tunautegemea unakwenda kukamilika tarehe 30 Novemba mwaka 2027. Miradi hii yote kwa pamoja inakwenda sasa kufungua mkoa wetu wa Katavi, lakini pia kurahisisha utoaji wa huduma kwa wananchi, lakini pia inakwenda kuboresha mazingira safi ya utendaji kazi kwa viongozi wetu. Kwa kupitia fursa hii nichukue nafasi hii kumshukuru Rais wetu mpendwa, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia fedha nyingi na kwa kututhamini sana mkoa wa Katavi kwa kutuletea mapesa hayo ili tuweze kukamilisha na kutekeleza miradi hii ambayo kwa namna moja nyingine inakwenda kuboresha huduma katika mkoa wetu wa Katavi, lakini pia na kufungua fursa mbalimbali za kiuchumi.